Rafiki, ndugu yangu, dunia hii, ulimwengu huu unaweza ukawa salama, ukawa rafiki kwa wewe kuishi na mimi kuishi, mwingine kuishi, ikiwa ulimwengu utakuwa hauna fedha. Kwa sababu fedha ndo inasababisha mabaya mengi, karibia 99% ya mabaya yote yanasababishwa na fedha na watu kupenda fedha. Naam, shalom watu wa Mungu, niwasalimu katika jina la Yesu. Leo nipende tushirikishane ili wazo ambalo ni tafakari ambayo nilikuwa nayo muda mrefu. Unakumbuka kama utakuwa unanifuatilia, kuna wakati fulani mwaka jana nilishawahi kuzungumzia kwa nini tajiri ni vigumu sana kuingia katika ufalme wa mbinguni. Lakini fedha kwa sababu ya fedha haya mabaya yote yamekuwepo juu ya uso wa dunia hii. Mwanzoni, unakumbuka kama umesoma Biblia, kuanzia mwanzo wa mwanadamu kuumbwa kwake, fedha haikuwepo. Mwanadamu aliishi vizuri, watu waliishi kwa upendo, watu waliishi kwa ushirika mzuri. Lakini baada ya kuja fedha, kila kitu, watu wakasema kwamba kila kitu kitapatikana kwa kuwa na fedha. Maisha yamekuwa magumu, mabaya yote yameanza kuzaliwa kwa sababu ya fedha. Mauaji mengi yanafanyika kwa sababu ya fedha. Usuda nyingi zinafanyika kwa sababu watu ya fedha. Fitina zinafanyika kwa sababu ya fedha. Uzalimu unafanyika kwa sababu ya fedha. Watu wanaacha kumpenda Mungu kwa sababu ya fedha. Maana Timotheo wa pili sura ya 3 inasema kwamba siku za mwisho zitakuwa ni za hatari. Watu watakuwa wenye kujipenda sana, wenye kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Ndio siku hizi ambazo tunazo wakati wa sasa. Watu wanapenda maisha yao, wanapenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Kupenda Mungu maana yake ni kupenda mema, kupenda utu wema, kupenda upendo, kupenda uvumilivu. Maana Mungu anasema ukimpenda yeye utazishika amri zake. Kwa hiyo ndugu zangu, chanzo cha mabaya yote ni kupenda fedha. Kupenda fedha, lazima mtu anakuwa tayari hata kuua mtu mwenzake kwa sababu ya fedha. Mtu anakuwa tayari kuua wenzake, kutengeneza magonjwa. Watu wanatengeneza magonjwa yanaua watu kwa sababu ya fedha. Watu wanatengeneza matatizo kwenye jamii ili wapate fedha, ili wauze silaha. Kuna nchi ambazo zinasababisha magomvi kwenye jamii ili ziuze silaha, zipate fedha. Mtu yuko tayari kumroga mwenzake afe kwa sababu ya fedha. Fedha ndio chanzo kikubwa cha matatizo. Biblia hii haikudanganya, imeshasema kabisa kwamba shina la mabaya yote ni kupenda fedha. Ngoja tusome hapa Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 10, inasema hivi: maana shina la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine ali wakitamani hiyo wamefarakana na imani